Mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na siku nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja. Ningependa tuweze kuliangalia neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu kile cha Kutoka. Tutaangalia katika kitabu cha Kutoka sura ya 3. Kutoka sura ya 3 nitasoma mistari miwili pale katika mstari wa 7 na wa 8. Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 na wa 8. Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 na wa 8. Na Biblia inasema hivi: Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Kisha pana nirudie ule mstari wa 8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi. Baba, zungumza nasi kupitia hili neno lako, kanene nasi kila mmoja wetu, na ukatuhudumie Mungu wetu kupitia hili neno. Mfalme mkuu na mtakatifu, katurekebishe, katuhimize, katupe mwelekeo Mungu wetu, katukemee. Juu zaidi, Roho Mtakatifu kahudumie kila mmoja wetu kulingana na hitaji lake, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, na hili neno nimelipa kichwa: Mungu huondoa minyororo ya vizazi. Mungu huondoa minyororo ya vizazi, ikiwa ni siku ya pili ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Ni neno lake Mwenyezi Mungu kwamba Mungu huondoa minyororo ya vizazi. Hapa tunaona kwamba ni wakati Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona vizuri zaidi ni wana wa Israeli walikuwa utumwani, na tunaona hapa walikuwa utumwani kwa miaka 400, na katika ule utumwa Misri walikuwa wanafanyisha kazi nzito, walikuwa katika kifungo, walikuwa katika minyororo. Na ukiangalia vizazi 10 viliteswa, kunyanyaswa na kuonewa, ingawa hawakuwa na kosa lolote. Tunaweza tukarelate na hili neno kwa sababu wa Misri walikuwa na jeshi lenye nguvu na silaha nyingi. Ilionekana kabisa haiwezekani Waisraeli wasingeweza kamwe kuwa huru, lakini Mungu alisema imetosha. Ni Mungu anayeondoa minyororo ya vizazi na vizazi, anavunja hiyo minyororo. Wana wa Israeli wako utumwani na wanamlilia Mwenyezi Mungu, maana Biblia inasema vizuri, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimeisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Bwana Yesu asifiwe. Labda umekuwa ukiteseka na uelewi mateso yako yalitoka wapi. Ndio maana nimekuambia unaweza ukarelate na hawa wana wa Israeli. Vizazi 10 vilipitia mateso, vizazi 10 vilipitia dhulma, vilikuwa katika kifungo, zilifanyishwa kazi ngumu, lakini nachopenda zaidi ni kwa sababu hawakufanyishwa ile kazi na wakatoka
wakatosheka, walimlilia Mungu akawaokoe, walimuita Bwana, na hatimaye mahala tumesoma tunaona Bwana aliwaitikia. Ikawa inanikumbusha Yeremia 33 mstari wa 3. Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Ndio, Wamisri walikuwa na jeshi kubwa. Wana wa Israeli waliona kabisa hawatawahi nasuliwa kutoka kwa hicho kifungo, lakini walipomuita Bwana, Biblia inatuambia Mungu alishuka, maana ameona mateso wanayoyapitia, wamesikia kilio chao. Uko katika hali ya mateso na uelewi ulijipata kivipi hapo. Labda mwaka 2026 ulipoanza umekuwa katika mateso, ni nusu nyingine ya mwaka tunaanza, tunakamilisha nusu ya kwanza ya mwaka, na hivyo tunashika mwezi wa mwisho. Unaweza ukamlilia Mungu na ukamwambia yatosha, yatosha, yatosha. Ukamlilia Mungu katika hayo mateso ambayo umeyapitia. Ni ukosefu wa kazi, ni magonjwa, ni mateso ya kutokuolewa, ni mateso ya kitu fulani tu, a certain pattern tu inakuwa inajirudia kila wakati. Muite Bwana, maana nasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Wakati wana wa Israeli walimuita Mungu, Biblia inasema mahala tumesoma, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, na maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Unapomuita Bwana, Mungu ni mwenye huruma, Mungu amejawa na rehema na neema, na hivyo unapomuita, hakika usichoke kumuita. Unapomuita atashuka na atakukomboa, maana ni Mungu anayeondoa minyororo ya vizazi na vizazi. Labda unapitia mateso na ambao hujui uliingia vipi hapo. Labda unapitia hali na ukiangalia unaona watu wenu wamekuwa wakipitia hizi hali. Ni wakati wa kumlilia Mungu. Huyu Mungu ni Mungu na ambaye huondoa minyororo ya vizazi. Ni kutoolewa, mjakuwa mkiolewa, unaweza ukamlilia Mungu na Mungu akaondoa hiyo minyororo ya vizazi ya kutoolewa. Ni ukosefu wa kazi, labda kwenu hata gari haijaonekana, unaweza ukamlilia Mungu. Mungu huondoa minyororo ya vizazi. Ninapenda Alhamisi na Ijumaa wiki iliyopita tuliona Biblia inatuambia vizuri zaidi, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, na ili tuweze kupokea rehema na neema itakayotusaidia wakati wa matatizo. Sasa unaweza ukakikaribia kiti cha neema na ukamwita huyu Mungu, na huyu Mungu atashuka na atakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Wana wa Israeli walikuwa wanajua kabisa hapa hatutawahi okolewa, maana Misri ilikuwa nchi iliyokuwa na nguvu. Lakini tazama, wakati Mungu alishuka, hata wana wa Misri walitii. Mungu alikomboa wana wa Israeli na hatimaye Mungu akadhihirisha kwamba yeye ni Mungu. Vivyo hivyo Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Hilo na ambalo umelemewa nalo, hilo na ambalo limeshindikana, unaweza ukamuita Mungu, na ninatangaza hiyo minyororo Mungu akaiondoe katika jina la Yesu Kristo. Mungu akaikatekate, Mungu akaiondoe hiyo minyororo ya vizazi na vizazi. Labda hata uliunganishwa na vitu na ambazo hukuelewa. Usiku wa leo, mchana wa leo, asubuhi ya leo, ninatangaza hiyo minyororo Mungu anaenda kuiondoa. Huu mwezi wa 6, la kwako ni kumuita huyu Bwana, naye anasema atakuitikia na atakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Anatuambia tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, na ili tuweze kupokea rehema na neema. Hii rehema ni huruma za Mungu. Kwa miaka 400 walikuwa wakimlilia Mungu, kwa miaka 400 walikuwa wakimuita Mungu, na hatimaye Mungu alisikia kilio chao. Mungu aliyaona mateso yao. Mungu amesikia kilio chako. Mungu ameona mateso unayoyapitia, na Mungu ameshuka. Mwezi huu anakukomboa, mwezi huu anaondoa hiyo minyororo ya vizazi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
Angalia hapa, hamkuweza. Angalia, Mungu anakuwa anazungumza, anasema hivi, kwa sababu Wamisri walikuwa jeshi lenye nguvu. Wana wa Israeli walikuwa wanajiuliza hivyo, na silaha nyingi. Ilionekana kana kwamba Waisraeli wasingeweza kamwe kuwa huru, lakini Mungu alisema imetosha. Hamkuweza kufanya chochote kuhusu hali hiyo, lakini nimeshuka kuwavunja minyororo, kuwaokoa na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Kuna ahadi zimesimama, neno la Mungu limejaa ahadi. Mungu amesema utakuwa kichwa wala si mkia, lakini minyororo ya vizazi inakushikilia, umeendelea kuwa mkia. Ni wakati ukatae, ushikilia ahadi za Mungu, uendelee kumlilia Mungu na muite Mungu, ukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ukapokee rehema. Unapopokea zile rehema, zinaambatana na neema na zinakusaidia wakati wa matatizo, wakati wa shida, na Mungu anajitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Huenda unapambana na jambo ambalo unaweza kuona lilipitishwa katika ukoo wa familia yenu, kizazi hadi kizazi, kama vile uraibu, huzuni, depression, pressure, umaskini, hatia, aibu, wasiwasi au hali ya kujidharau. Mungu anajua mambo mabaya ulioyarithi na athari za kukulia katika mazingira magumu. Mungu anaona, Mungu anasikia. Umebeba mzigo wa mambo yaliyopitishwa kwako, na umeishi na matokeo ya matendo ya wengine kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema yatosha. Mimi huondoa minyororo ya vizazi. Ukinitumainia, ukinitegemea, Mungu atakuweka huru kutoka kwenye mizigo ya kizazi katika jina la Yesu Kristo. Mizigo ya kizazi na mambo yasiyo ya haki katika ukoo wa familia katika jina la Yesu Kristo. Huu ndio wakati wako wa kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Fanya maamuzi, mwite Bwana, mwite. Anasema nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kikaribia kiti cha rehema. Mungu anasikia na Mungu anaona, na anasema wakati wako umefika. Ninaenda kukuweka huru, ninaenda kukufanya kuwa kichwa, hautakuwa mkia tena. Ninaenda kukudumisha katika hiyo ndoa, hautatalakiwa tena. Ninaenda kukuponya hayo magonjwa. Eti miaka 40 ikifika, huku kwetu wameshikwa na haya magonjwa. Mungu anasema ninaenda kukuondoa katika hayo magonjwa. Eti hamwezi mkaokoka na kumkashikilia Yesu. Anasema hiyo minyororo ya vizazi anaenda kuiondoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si mtumwa wa kitu chochote. Amini kwamba kuachiliwa kwako tayari kumetokea katika ulimwengu usioonekana, na sasa kunakuja katika maisha yako, na hivyo anza kutangaza ahadi za Bwana katika hili neno. Wana wa Israeli kulikuwa na ahadi ilikuwa imesimama. Baada ya miaka 400 nitashuka, nitawaokoa na nitawapeleka katika nchi ya Kanaani. Nawe unaweza ukatangaza ahadi za Bwana kuhusiana na maisha yako. Wewe ni mwana wa Mungu na yeye amenena katika hili neno lake. Unaweza ukaanza na kutangaza ukiamini kwamba umeachiliwa huru katika, na kumetokea tayari, umeachiliwa huru na kumetokea katika ulimwengu wa rohoni, na ni wewe kwanza kutangaza ukielewa ni Mungu anayeondoa minyororo ya vizazi na vizazi. Hiyo pattern anaenda kuivunja katika jina la Yesu Kristo. Unaliamini neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo? Nataka uchukue hatua yako ya imani na umtolee Mwenyezi Mungu. Unaliamini neno la Mungu? Kuna hilo ambalo limekuwa likijirudia, sijaifanya hivi tena. Unaamini Mungu anaenda kukukomboa, unaamini anaenda kukuondolea minyororo ya vizazi. Ndiyo, amesema hivi na vile na vile, lakini kunaye Mungu na ambaye umekuwa ukimuita, na ambaye kuanzia siku ya leo utakuwa unamuita. Chukua hatua yako ya imani
Mtolee Mungu sadaka zako. Nataka tu uchukue hatua ya imani na umtolee Mungu sadaka zako, na uanze kumuita huyu Mungu, na uamini umekombolewa. Hautaendelea kuteseka katika hiyo hali tena, maana Mungu ameondoa minyororo ya vizazi na ambayo imekufunga katika jina la Yesu Kristo. Mtolee Mwenyezi Mungu kupitia M-Pesa 0792593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya unaanza na kode ya Kenya ambayo ni +254 792 593648, +254 792 593648. Unapokuwa unamtolea Mungu, elewa ni hatua ya imani. Tunatoa kwa imani. Mungu tayari ameondoa minyororo ya vizazi. Haitaendelea kunifunga tena. Nitaolewa, nitapata hiyo kazi, nitanunua hilo gari, nitasoma nifike mahala ninapotaka, nitamhudumia Kristo. Hilo na ambalo unaamini, Mungu ameondoa hiyo minyororo ya vizazi kwako na kwa jamii yako. Achukua hatua yako ya imani na umtolee Mwenyezi Mungu 0792593648. Mtolee huyu Mwenyezi Mungu 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya ni +254 792 593648. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakushukuru maana umenena nasi siku ya leo, Mungu wetu, kwamba wewe ni Mungu unayeondoa minyororo ya vizazi na vizazi. Na siku ya leo Baba, umezungumza nasi. Kuna wana ambao tayari umewahakikishia, umeondoa minyororo ya vizazi ya kutolewa, umeondoa minyororo ya vizazi ya kutofaulu maishani, umeondoa minyororo ya vizazi ya umaskini, umeondoa minyororo ya vizazi ya magonjwa yasiyoeleweka, umeondoa minyororo ya vizazi ya vitu mbalimbali. Wamekuamini siku ya leo Baba, na wamekutolea sadaka zao Baba. Hilo wameliamini Baba, wacha likakue kweli. Hawa wamekuamini Baba, wacha ikakue kweli Baba. Neema yako ikawabebe, neema yako ikawatoshe katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie enzini yote, wewe unastahili sifa zote na utukufu. Ninakushukuru maana unaweka watu wako huru. Ninakushukuru maana unakomboa watu wako. Ninakushukuru maana umewaweka huru. Magonjwa yameondoka, ya vizazi yameondoka, na hata chochote kile ambacho ni minyororo ya vizazi sasa imeondolewa katika jina la Yesu Kristo. Kama mtumishi wako natangaza hili neno lako juu ya watu wako, wacha wakakue huru kwa kutokana minyororo ya vizazi katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa. Mungu wetu ni asante, na hata kwa hii siku nyingine ambayo umeweza na kutukirimia Baba, katuongoze, kanyoshe mapito yetu. Walio wagonjwa Baba, kawaponye Baba. Wanaotafuta kazi, kawape kibali na ukawafungulie milango ya kazi Baba. Unajua mahitaji ya watu wako, kakutane nayo alfajiri ya leo Baba. Ninaomba kwamba pia hakuna silaha iliyojengwa kinyume na watu wako itakayofaulu, na kila ulimi utakaosimama kuwahukumu watu wako inahesabu kuwa ni makosa, na ninatangaza wamebarikiwa waingiapo na watokapo katika jina la Yesu Kristo. Jitukuze Baba, jiheshimishe milele yote katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu. Limekuja jinsi limekuja, na Mungu amekutabiria, Mungu amekukomboa. Unasikia, wakati mwingine nakuja na uwezi kaizuia. Alfajiri ya leo limekuwa neno la unabii la kukomboa watu, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Ile umemwaminia na ile umeamini, hiyo minyororo imeondolewa, wacha ikadhihirike, maana ni Mungu amenena katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana. Kumbuka kusubscribe kwenye madhabahu ya Kambi ya Wateule. Unaposubscribe, finya notification bell, na ili kila wakati unapokuwa hewani
inakunotify, inakuweza na kukupea signal, na hivyo unaingia. Kumbuka ni saa 11 alfajiri kila siku, apart from Sunday peke yake. Kila siku Monday to Saturday saa 11 neno la Mungu. Haujui litakuja aje, labda ni mafundisho, labda ni mahubiri ya kuhimiza, hata pia labda ni neno la kiunabii lake Mwenyezi Mungu, na ambalo anataka akomboe watu wake kama hili la leo. Kwa hivyo subscribe, tutembee kwa pamoja na Mungu atakubariki. Mimi nakupenda sana, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.